Swala la pili ni kuhusu mauaji ya Oktoba 29. Kamati kuu imeazimia kama ifuatavyo. Mosi, kamati kuu imeazimia kuendelea kuyalaani mauaji hayo na kutaka wote walioshiriki katika kupanga na kutekeleza mauaji wawajibishwe kisheria. Itakumbukwa kwamba Oktoba 29 hapa nchini kulitokea mauaji katika maeneo mbalimbali ya miji mikuu, hasa mji wa Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya na maeneo mengi katika tukio ambalo lilichafua sana taswira na haiba ya nchi yetu, lakini na kuhatarisha kabisa ule ustawi wa amani ya taifa letu. Kamati kuu inaitaka serikali itoe takwimu sahihi ya idadi ya watu waliouawa badala ya kujikita kwenye takwimu za mali peke yake. Thamani ya uhai haiwezi kulinganishwa na thamani ya vitu. Nafahamu kwamba Waziri Mkuu ametoa takwimu za idadi ya vituo vya mwendokasi vilivyochomwa, magari yaliyochomwa, vituo vya mafuta vilivyochomwa, lakini amekataa kila alipohojiwa kusema ni watu wangapi waliuawa, kwa hoja ambazo hazitoi uwajibikaji wa kiuongozi. Hoja kama vile kutaja idadi ya watu waliokufa kunaleta maumivu kwa wale waliofiwa, lakini kutaja idadi ya vitu vingine pengine ni busara. Sote tunafahamu katika nchi yetu tumekuwa tukipata matukio ya ajali, na ajali inapotokea taarifa muhimu sio kwa kiwango gani chombo kilichopata ajali kimeharibika. Taarifa muhimu ni idadi ya watu waliokuwa majeruhi, idadi ya watu waliofariki kwenye hiyo ajali. Hatujawahi kuwa na utamaduni wa kuficha taarifa za watu waliofariki kwa hoja kwamba taarifa hiyo inaumiza wale ambao wamefiwa. Serikali itimize wajibu wake, kwa sababu sote tunafahamu katika kipindi ambacho mauaji yalikuwa yanafanyika hakuna raia alikuwa anaweza kuzunguka mtaani. Kila aliyetoka nje ya nyumba yake alikuwa kwenye hatari ya kuuawa, na kwa hiyo waliokusanya maiti, waliokusanya miili kuzipeleka mochwari na popote pale ambapo zipelekwa ni askari, na serikali inawajibika kueleza idadi ya wale watu walioathirika na ile mauaji ni watu wangapi, na huu ni wajibu wa kawaida kabisa wa kiuongozi na serikali yoyote ambayo ni responsible. Eneo la tatu, nataka serikali ikabidhi miili ya waliouawa kwa ndugu ambao hadi sasa wanadai miili yao. Kwamba katikati ya matukio haya kuna watu mpaka leo hawajakabidhiwa miili ya ndugu zao. Tumeshuhudia watu wakizika baadhi ya nguo na vifaa vya ndugu ambao wamepotea katika matukio haya na wenyewe hawajulikani waliko mpaka leo. Kwa kuwa kila aliyeuawa alikusanywa na vikosi vya ulinzi na usalama mahali kote, na serikali hata mara moja haijawahi kudinai kwamba vyombo vyake ndio vilikusanya maiti za watu waliouawa huko mtaani, inao wajibu wa kurejesha miili ya hawa ndugu, miili ya watu waliouawa, ili familia zao ziweze kuwapa heshima ya mwisho au kutoa ufafanuzi unaoeleweka kwamba miili yao iko wapi. Hili ni jambo muhimu sana ambapo kamati kuu imetaka jambo hili lifanyike. Lakini pia kamati kuu inataka iundwe tume huru ya uchunguzi ya kimataifa kuchunguza mauaji ya Oktoba 29 badala ya tume ya sasa ambayo inawajibika moja kwa moja kwa rais, ambaye serikali yake ni mtuhumiwa namba moja. Katika matukio haya ya mauaji, serikali ni sehemu ya watuhumiwa. Kwa vyovyote vile, serikali kujiundia tume yenyewe alafu kisha ikaja kusema kwa namna gani, na serikali yenyewe imeshatoa maelezo mengi sana. Rais Samia mwenyewe amewahi kutoa maelezo kwamba ataunda tume ili tume ije ieleze ni zipi zilikuwa sababu za vijana kuandamana, yapi yalikuwa madai yao na namna gani ya kuweza kutatua. Lakini ni Rais Samia huyo huyo ambaye baadaye alikuja kutoa madai akiwa anaongea na wazee wa Dar es Salaam kwamba wale walioandamana wakati wa mauaji ni watu waliokuwa wanataka kufanya mapinduzi katika nchi yetu. Kwa serikali imekuwa na kauli zaidi ya moja kuhusiana tukio hili. Hawawezi kuunda tume ambayo itakuja kueleza kwa kina nini kilitokea. Kamati kuu inataka suala la kuundwa kwa tume huru, tume ambayo inaongozwa na vyombo vya kimataifa, isiyowajibika moja kwa moja kwa serikali, ni swala muhimu sana ili kulileta taifa pamoja na kuaminika yale yatakayokuja kama ni matokeo ya uchunguzi
kuliko kuwa na tume ambayo matokeo yakitoka hakuna atakayeiamini zaidi ya serikali yenyewe, ambayo mpaka sasa inayo majibu ya hata yale maswali ambayo yamekabidhiwa kwa tume kwenda kuyauliza.